Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi, huku akisisitiza uwajibikaji. Wafanyabiashara nchini wametakiwa kutowaumiza Watanzania kwa kupandisha bei za bidhaa, hususan kipindi hiki cha kuelekea mwezi wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma. Hospitali ya Taifa Muhimbili imesema kila mwaka zaidi ya shilingi bilioni 19 zinatumika kugharamia matibabu ya wagonjwa mbalimbali wasiokuwa na uwezo. Na kiongozi wa muungano wa waasi wa Kongo unaojumuisha kundi la M23, Corneille Nangaa, amesema kuwa mkataba kati ya Kinshasa na Washington kuhusu madini ni batili kisheria. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Rozi Palanjo, nitakusomea habari za kitaifa na hapo baadaye Francisco Nongola atakusomea habari kutoka mataifa mbalimbali. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa wanafunzi wa elimu ya awali na darasa la kwanza na la pili, huku akisisitiza uwajibikaji katika ngazi zote za elimu. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi huo, ameweka wazi kuwa serikali haitofurahia mipango isiyo na tija na kwamba mpango huo lazima uwe na matokeo yanayopimika na ulete manufaa ya moja kwa moja kwa walengwa ambao ni watoto wadogo wanaoanza safari ya elimu. Lakini hatua zote hizi ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha hakuna mtoto anayeachwa nyuma, na hilo ndo la kwanza. Kwanza ni kuwavuta, kuwaleta ndani ya darasa, lakini darasa pia liwe rafiki katika kumfanya mtoto aweze kusoma vizuri, aelewe vizuri, na maana tupunguze namba ya wanafunzi kwenye darasa. Tunaelekea kwenye vile viwango vinavyokubalika kimataifa. Pengine hatujafika, lakini tunaelekea huko. Sasa kwa upande mwingine, sekta binafsi nayo wamefanya kazi kubwa utoaji wa elimu nchini kuanzia awali hadi ngazi ya juu, na tunathamini sana nguvu zao au mchango wao. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amebainisha kuwa mkakati huo umekuja na mbinu mpya za kisayansi na umejikita katika maeneo makuu matano, huku kipaumbele kikubwa kikuwa ni kuboresha namna ya ufundishaji ili kuendana na mahitaji ya sasa ya karne ya 21. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha namna ya ufundishaji kama walivyoona pale Mheshimiwa Rais, kwa kufanya mafunzo endelevu kwa walimu na kusimamia namna bora zaidi ya kufundisha elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la pili. Pili ni maendeleo endelevu ya walimu, ya kuandaa, kuwashirikisha na hasa katika kuandaa vifaa vya kufundishia. Tatu ni kuwa na nyenzo za kufundishia na kujifunzia ambazo umeziona Mheshimiwa Rais, na zinapatikana kila eneo hapa Tanzania kwa sababu ni vizibo vya chupa za soda na kadhalika na kadhalika. Nne ni kufanya upimaji, na hii ni sehemu ya sayansi yake. Sayansi inatuambia ndani ya miaka 8 ilo zege alilosema mtendaji mkuu inabidi liwe limetengenezwa na kuwa na shepu tunayoitaka. Tusipofanya hivyo ni vigumu sana kuja kuwabadilisha watoto. Lakini ili kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri, tutakuwa tunafanya tathmini na upimaji. Na mwisho ni ushirikishwaji wa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla wake. Katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA, Dr. Saidi Ali Mohamed, amesema takwimu za upimaji uliofanyika kati ya mwaka 2015 na 2023 ulionyesha kati ya 67% hadi 87% ya wanafunzi ndio waliobainika kuwa na umahiri katika stadi za KKK, jambo linalohitaji mkakati mpya wa kisayansi ili kuziba ombwe. Elimu ya KK kama tutakwenda kwenye kuishirikisha jamii ikafanywa kuwa ni elimu ya kucheza kama nilivyoeleza hapo awali, bila shaka yoyote
tutafika mbali sana. Wenzetu, unaona Kamanda Muliro kwa salimia naye asubuhi, upande wa wenzetu katika eneo la ulinzi shirikishi wana concept muhimu sana inaitwa polisi jamii. Polisi jamii maana yake kila mmoja ni polisi kwa namna yake, anachangia katika ulinzi shirikishi. Hivyo na sisi upande wa KK tukisema iwe ni KK jamii, baba anayejua kusoma na kuandika na kuhesabu, mama anajua kusoma na kuandika na kuhesabu, na jirani na ndugu wote wanajua kusoma. Haiwezekani kwa namna yoyote mtoto katika nyumba hiyo akose KK. Kama baba ataweza kuimba, karudi baba mmoja kutoka safari ya mbali, kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili, watoto wake wakaja ili kumtaka hali, wakataka na kauli wafae maishani, akatamka mgonjwa linauma kweli kweli, hata kama nikichanjwa haitoki homa kali. Kisha akaamuliza mtoto, hii homa kali, homa ina silabi ngapi? Nini maana yake? Compression iko wapi? Hapa anaelezwa nini? Ni hadithi simple ambayo mzazi anaweza akamuimbia mtoto wake akaimaliza KK kabla hajafika shule. Kama tutaendelea tena kuimarisha ujuzi wa kiutendi na umilisi katika lugha, maana yake masuala yote haya ya KKK yatakuwa rahisi sana kwa watoto, kwa sababu watakuwa wanaelewa vizuri kile ambacho wanafundishwa. Msingi mkubwa haya yote ni kile kinachoitwa semantiki ya lugha. Watoto wakishakubaliana wakaelewa wanakoelekea, maana yake tutapata mwafaka mzuri wa kuwa na potential human capital, msingi wake mkubwa ukiwa kwenye KKK. Uzinduzi wa mkakati huo unatajwa kama hatua kubwa katika kuboresha msingi wa elimu nchini Tanzania, ukilenga kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayeachwa nyuma katika stadi muhimu zinazojenga mustakabali wa taaluma yake. Wala sio panya wa kutegwa tu. Hizo KKK maana yake ni nini? K ya kwanza ni kusoma, ya pili ni kuandika, ya tatu ni kuhesabu. K zimekamilika. Kusoma na kuandika, kwani kuna shida gani? Walimu ni wahusika, tuwaulize kunani? Mshindi namba moja kwenye KKK ataka twende pamoja, yeye ndiye refari, atapuliza kipenga. Rais Samia oye! Oye! Rais Samia oye! Oye! Rais Samia oye! Oye! Mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wafanyabiashara nchini kutowaumiza Watanzania kwa kupandisha bei za bidhaa, hususan kipindi hiki cha kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na mfungo wa Kwaresma, kwa kuwa nchi kwa sasa haina upungufu wa chakula. Taarifa zaidi na Francisco Nongolo. Walengwa hawa tuna akiba ya chakula ya kutosha. Kwa nitoe rai kwa wafanyabiashara wasitumie vipindi hivyo vya Kwaresma na mwezi mtukufu wa Ramadhan kutaka kujipatia faida iliyopitiliza viwango. Kauli hiyo ametoa wakati akijibu maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, ambapo amesema licha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA nchini kutangaza kuwepo kwa upungufu wa mvua katika maeneo mengi nchini, lakini nchi ina utoshelevu wa chakula, hivyo hakuna sababu ya kupandisha bei za vyakula. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, kwa tahadhari ambayo Mheshimiwa mbunge ameitoa ya kuelekea Kwaresma na mwezi mtukufu wa Ramadhan, hatuna kisingizio cha kupandisha bei, kwa sababu kwa sasa tuna akiba ya chakula ya kutosha. Kwa nitoe rai kwa wafanyabiashara wasitumie vipindi hivyo vya Kwaresma na mwezi mtukufu wa Ramadhan kutaka kujipatia faida iliyopitiliza viwango ambayo inaweza ikaumiza Watanzania kwa kisingizio cha tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Kwa sasa hatuna upungufu wa chakula na tuna ziada, na pale ambapo pana tatizo, serikali kupitia wakala wa chakula imeendelea kupeleka chakula ili kuweza kuhakikisha wananchi hawapati shida, Watanzania wote waweze kumudu kupata chakula. Kuhusu changamoto ya mifumo hospitalini, waziri mkuu amesema serikali itafuatilia kwa karibu ili kuondoa uzembe na visingizio vinavyochelewesha wagonjwa, huku taasisi husika zikielekezwa kurekebisha mapungufu ya kimfumo, kwa kuwa huduma za afya hazipaswi kusubiri. Utaratibu huu kwa maafisa
kushughulika na masuala ya mikopo, hasa kudhibiti tatizo lililokuwa linajitokeza la vikundi hewa, la watu wanakaa kwenye halmashauri pale, wanatengeneza vikundi, wanatengeneza syndicate kutoka baadhi ya watumishi wa ndani ya halmashauri na wale wanaopokea fedha hizo. Kimsingi watumishi wasio waaminifu na wenyewe wanakuwa sehemu ya vikundi. Wakati huo bunge limeendelea kujadili hotuba ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyotoa wakati akifungua bunge la 13 ambayo ilieleza mwelekeo wa serikali yake. Niboreshe eneo moja ambalo na lenyewe tusipoliangalia ndilo litakalo haribu mipango mizuri ya serikali na kuendeleza ufisadi pamoja na ubadhirifu ndani ya nchi yetu, ni kundi la machawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, machawa ni kundi hatari. Machawa ndimo wanamojificha mafisadi, machawa ndimo wanamojificha wabadhirifu. Na bila kushughulika na machawa ambacho ni kichaka wanamojificha, kukichoma moto na kukifyekelea mbali, maono yote haya hayatafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na haya lazima yafuatayo pia serikali iangalie. La kwanza ni kuhakikisha kwamba mihimili ya dola, mahakama, bunge pamoja na serikali inakuwa ni mihimili iliyo huru. Asante sana Francisco Nongolo kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Songwe. Wakulima wa mahindi katika kijiji cha Halungu, wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, wameingiwa na hofu ya kukumbwa na njaa katika msimu huu wa kilimo baada ya kupanda mahindi kwa kutumia mbolea wanazodhani kuwa ni feki na kusababisha mazao hayo kudumaa, kutokuwa vizuri pamoja na kubadilika rangi, hali ambayo imeanza kujitokeza katika mashamba mengi ya kijiji hicho na kuhatarisha mavuno yao. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka Songwe inafafanua. Zaidi ya 50% ya wakazi hapa mkoani Songwe wanaishi kwa kutegemea shughuli ya kilimo ili kuweza kuendesha maisha yao na kuweza kujikimu kimaisha. Lakini hata hivyo, katika shughuli hiyo wakulima hawa wanakumbana na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuuziwa viuatilifu na pembejeo feki, kama ambavyo John Luinga na Lea Mkondya wanaeleza kutokuwa na imani juu ya mbolea walioitumia katika msimu huu wa kilimo. Kama unavyoona mahindi haya yamepandiwa na mbolea ambayo ni DAP, tunaiamini, lakini ukiangalia sasa kwenye uhalisia si DAP sahihi. Tunashindwa cha kusema kwamba je, zimepitia kwenye serikali na kiwango kilichopo kwenye mbolea hizi zinatosheleza? Ndo mbolea hizi unazoziona sasa, mahindi ndo haya, unahitaji ulee familia, usomeshe watoto. Sasa utasomesha watoto kwenye eneo kama hili? Ukifungua ule mfuko unakuta ndani kuna tumawe kidogo, ni mchanganyiko, mara iko kama majivu. Licha ya kukumbwa na changamoto hiyo, wakulima hawa wanatoa ombi lao kwa serikali, wakiomba kufanya utatuzi wa changamoto hiyo ili kuweza kuwanusuru na janga la njaa katika kaya zao. Sisi tunaomba serikali tukiwa chini ya mama yetu Samia atusaidie kudhibiti hizo mbolea. Watu wake huku chini tutakufa. Mbolea ni feki, mahindi ni feki, tutaishije maisha? Na hela ukipata ukisema ninunue mbolea unakuta ndio hivyo, ni manjingu. Iwahishe kutuletea mbolea. Yaani mbolea serikali situtegee kuanza kuleta mbolea mwezi wa 10. Yaani ni bora tuanze kununua mbolea iletwe kuanzia mwezi wa 6, wa 7. Na mwaka huu pia tumenunua mbolea ambayo haiko kwenye kilogramu ile 50. Yaani tumenunua chini ya hapo, wanachakachua ile mifuko wanapunguza. Ukienda kupima unakuta badala ya kilo 50 unanunua 40 na mpaka 30. Katika hatua nyingine, afisa kilimo wa wilaya ya Mbozi George Pwapwacha amekiri kuwa ofisi yake imeanza kupokea malalamiko kutoka kwa wakulima, huku akibainisha kuwa tayari uchunguzi umeanza kufanyika ili kuweza kuwabaini wafanyabiashara na wauzaji wa pembejeo wanaouza pembejeo feki kwa wakulima wilayani hapa. Kweli hapo malalamiko juu ya ustawi wa mazao mashambani baada ya upandaji, wengi wakitupia lawama kwenye ubora wa mbolea. Lakini kama idara, baadhi ya maafisa ugani wameripoti juu ya tatizo hilo, na kitu kikubwa tunachokifanya sasa kufanya uchunguzi kwamba je, tatizo liko kwenye mbolea, na kama ni mbolea ni ya kampuni gani. Lakini cha msingi tunaomba ushirikiano wa wakulima kutoa uthibitisho, na moja ya vithibitisho ni vifungashio vya mbolea pamoja na risiti ambazo
zitatuthibitishia kwamba alinunua mbolea ambayo inalalamikiwa. Kutoka hapa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dar es Salaam ambapo hospitali ya taifa Muhimbili imesema kila mwaka zaidi ya shilingi bilioni 19 zinatumika kugharamia matibabu ya wagonjwa mbalimbali wasiokuwa na uwezo, huku ikisisitiza kuendelea kutoa huduma bora za afya kwa uwazi, haki na utu kwa kila mgonjwa bila ubaguzi. Tupate taarifa kamili. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo Daktari Delila Kimambo wakati akitoa ufafanuzi kwa umma kufuatia taarifa iliyotolewa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu utoaji wa huduma za afya, mfumo wa malipo pamoja na utoaji wa vipimo vya kitabibu kwa wagonjwa, ambapo wamesisitiza kuwa huduma zote zinatolewa kwa ufanisi na kinachotakiwa ni kufuata taratibu pekee. Mabingwa bobezi, wauguzi wa bobezi pamoja na kada zingine zote katika level ya ubobezi. Kama nilivyosema hapo mwanzo, hii hospitali ni kongwe, lakini kwa kipindi cha miaka michache iliyopita pamefanyika maboresho makubwa, pamefanyika uwekezaji mkubwa katika kuifanya hospitali yetu ya taifa iwe katika huduma bora za kibingwa na kibingwa bobezi. Na tunaanza kuwa na ubora kuanzia pale mtoto alipozaliwa. Kwa hiyo tuna huduma za watoto wachanga kabisa kwa level ya juu kabisa. Katika hatua nyingine, amesema mipango ya ujenzi wa majengo mapya na ya kisasa katika hiyo inaendelea, ambapo katika kipindi cha miaka 5 itakuwa tayari, na kwamba katika kipindi chote cha ubomoaji wa majengo ya zamani na ujenzi wa huduma zote zitaendelea kutolewa kama kawaida. Lakini pia tuna maelekezo mazuri, hatuzuii mtu yoyote kuchukua mwili pale wapendwa wetu wanapopoteza maisha. Kimoja ambacho tunawaomba wananchi ni kuendelea kufuata huo utaratibu kidogo, sababu pale kuna masuala ya kifamilia na kuna masuala ya kijamii na kuna hati ambayo unapewa kwa ajili ya kuthibitisha kwamba huyu mpendwa amefariki katika sehemu hii na inatolewa kwa ndugu. Hospitali ya Taifa Muhimbili ilianzishwa zaidi ya miaka 120 iliyopita na inahudumia wagonjwa zaidi ya 2,000 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi na nje ya nchi kwa siku, na kila siku watu zaidi ya 25,000 wanaingia, hivyo kuhitaji miundombinu mipya na ya kisasa tofauti na ilivyo hivi sasa. Mtazamaji, tukisalia bado jijini Dar es Salaam, Watanzania wameendelea kuhimizwa umuhimu wa kutumia vyakula vya asili vinavyopatikana katika mazingira yao ili kukabiliana na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ambayo kwa sasa yanaendelea kusababisha vifo vingi duniani, hasa upungufu wa damu kwa wajawazito, wazee na watoto. Tuungane na Gerard Leonard kwa taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa Amana jijini Dar es Salaam, Dr. Blesseni Kiwelu, wakati akizindua mgahawa wa vyakula vya asili Gongo la Mboto unaoendeshwa na kampuni ya Docking Farming, ambapo amesema kila siku chupa za damu 28 zinatumika. Upungufu wa damu kwa wazee, upungufu wa damu kwa watoto ni jambo ambalo linatuathiri kwa kiasi kikubwa sana. Kama jinsi ambavyo mnafahamu, hakuna mahali unaenda kufungua upate damu. Damu lazima itoke kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa upatikanaji wa damu kwa ajili ya kumwongezea mtu ambaye anahitaji wa damu, kwa kweli ni jambo ambalo ni gumu, linahitaji gharama, linahitaji muda, linahitaji kuhifadhi, linahitaji teknolojia. Kwa hiyo tunaona fursa kama hii ya kuzungumza na wananchi kuhusiana na lishe, basi ni fursa hadimu kwetu. Na mimi leo nataka kujikita sana kwenye swala zima la upungufu wa damu. Aidha, ameipongeza Docking kwa tafiti anazozifanya na kuzifanyia kazi tofauti na watafiti wengine ambao wamekuwa wakiishia kwenye maandiko pekee, na kwamba kutumia vyakula hivyo changamoto ya udumavu, shinikizo la damu na uzito uliopitiliza umepatiwa dawa sahihi. Na lishe bora na sahihi kwa mazingira sahihi ni lishe ile ambayo inapatikana kwa gharama nafuu kwenye mazingira yetu ya asili, na uandaaji wake kila mmoja wetu wana ufahamu. Kwa siku ya leo naendelea kuwapongeza sana Dorcas kwa sababu wameendelea kutunza urithi wa nchi yetu, urithi wa taifa letu. Tumeona mahindi ambayo yalitumika karne hiyo ya 18 mpaka leo yapo hapa. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Profesa Dorcas Kibona, pamoja na kuishukuru serikali na wataalamu mbalimbali,
ambao wameendelea kuunga mkono huduma hiyo, amesema lengo kubwa ni kuhakikisha vifo vinavyotokana na kemikali zinazotokana na uzalishaji wa vyakula vinapungua. Nataka niseme kwamba kwenye maisha ya mwanadamu huwezi kwenda mwenyewe. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, rafiki zangu, ndugu zangu, kwenye maisha lazima upate mentor kukumenti wewe. Jitahidi sana sana upate mtu wa kukushika mkono. Nao baadhi ya wadau walioshiriki katika uzinduzi huo wametoa shuhuda unaotokana na vyakula hivyo, ambapo baadhi wameondokana na magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine, huku wakishauri Watanzania kununua lishe zinazoandaliwa na wataalamu badala ya kununua kienyeji ili kuepuka athari zinazoweza kujitokeza. Vijana ninawaasa na ninawaomba, labda lugha nzuri, ninawaomba na wazee wenzangu wako hapo, mnaoona hawa ndio watumiaji wenyewe kitarasa na kukontrol sana kula kunywa maji kwa utaratibu ambao nimeelekezwa. Kwa hiyo mimi nafuata hiyo. Kwa hiyo vijana, naomba sana mnapotoka hapa mkaeleze na wengine. Mimi wazee wenzangu Uzinduzi wa mgahawa huo umeongozwa na kauli mbiu inayosema vyakula vya asili, msingi wa afya bora, afya ni sasa. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Serikali imesema maendeleo ya taifa lolote inategemea malezi na makuzi kwa watoto ili kujenga taifa imara lenye uzalendo, upendo kwa nchi na uchapakazi. Hayo yamesemwa na Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. John Jingu, wakati akifungua kikao kazi cha Sekretarieti ya Taifa ya Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto kilichofanyika jijini Dodoma. Wote tunafahamu kwamba mtoto ndio msingi wa familia, jamii na taifa lote. Na kwa kweli tunapozungumzia maendeleo, ustawi wa taifa lolote, msingi wake ni mtoto. Ukishindwa kama jamii, kama familia, kama taifa kuwalea, kuwatunza vizuri watoto, basi mjue hatima yenu kwa kweli nyinyi ni kuonea huruma. Itakuwa changamoto kubwa. Hata kwa sababu sisi hatutaki kuonewa huruma, tumejipanga kwa kuja na huo mpango wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ili kuhakikisha kwamba kama taifa basi tunawalea watoto wetu vizuri. Na bahati nzuri kazi hii tunaifanya kwa kushirikiana sekta mbalimbali, wadau mbalimbali, serikali na nje ya serikali. Mkurugenzi Idara ya Maendeleo ya Mtoto Sebastian Kititu amesema wizara inafanya tathmini hiyo ili kuona shabaha za utekelezaji wa mpango huo kama zimefikiwa na changamoto zake, ili kuja na mpango utakaojibu changamoto na kuimarisha malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa maendeleo ya taifa. Mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya watoto wadogo Tanzania, Mwajuma Kibwana, amesema mtandao huo utaendelea kushirikiana na serikali na wadau wengine ili kufanya tathmini ya mpango huo ili kuhakikisha watoto wa Tanzania wanapata msingi bora wa malezi na manufaa yao, familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mtazamaji, turejea tena jijini Dar es Salaam ambapo mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amewataka wakuu wa vyuo vya polisi kuimarisha makubaliano na ushirikiano kati ya taasisi zao na taasisi mbalimbali za elimu ya juu nchini kwa lengo la kuboresha elimu, utafiti sambamba na ufanisi katika utoaji wa huduma kwenye jamii. Ameyasema hayo leo wakati wa mahafali ya 10 ya vyuo vya taaluma ya polisi Tanzania yaliyofanyika katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam DPA, ambapo pia amewataka wahitimu kujiendeleza zaidi kimasomo ili kukuza ufahamu wao na vile kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Vyuo ni wakumbushe tuendelee kuimarisha makubaliano ya ushirikiano, yani MOU, kati ya jeshi la polisi na taasisi za elimu ya juu kwa lengo la kuboresha elimu, utafiti na utoaji wa huduma bora kwa jamii. Ushirikiano huu ni muhimu sana katika kubadilishana wahadhiri, kusaidiana vitabu vya kiada na ziada, kupata fursa za ufadhili, kuimarisha urafiki na mtandao wa kitaaluma, misaada mbalimbali na kuendeleza sifa na hadhi ya vyuo vyetu. Jeshi la polisi limekuwa likitoa mafunzo kitaaluma katika ngazi mbalimbali zikiwemo astashahada,
stashahada, shahada na shahada ya uzamili kwa kushirikiana na vyuo vya elimu ya juu vinavyotoa kozi zenye mwelekeo wa masuala ya usalama, ulinzi na utawala wa sheria. Kamishna wa polisi operation na mafunzo Awadhi Juma Haji amesema jeshi la polisi limeendelea kutekeleza majukumu yake katika kujenga askari wenye uwezo wa kitaaluma katika sheria na utendaji wa jeshi la polisi ili waweze kutoa huduma kwa umakini na weledi. Lengo letu limeendelea kuwa ni kujenga askari wenye uwezo wa kitaaluma katika sheria, utendaji wa kazi za polisi na tabia njema ili waweze kutoa huduma katika mazingira yanayotaka umakini, weledi na ujuzi wa hali ya juu. Inadhihirisha namna jeshi la polisi linavyoendelea kuwekeza katika rasilimali watu. Akitoa taarifa ya mahafali hayo, kaimu mkuu wa mafunzo wa jeshi la polisi, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Sakip Samuel Mshana amesema jumla ya wanafunzi 571 kutoka vyuo vitano vya mafunzo ya polisi nchini wamehitimu kozi mbalimbali ikiwamo usalama, upelelezi, mawasiliano, sayansi pamoja na afya. Ni kuwa mabalozi wazuri kama hotuba zilizotolewa, mlichokipata tukakiona kikaakisi utendaji, utatuzi wa changamoto ambazo ziko kwenye waiting stations zenu. Elimu, wengi wanatamani kuondoka na certificates, lakini certificate isiyoweza kusomana na kilicho ndani ya mwenye certificate. Ili ni karatasi tu, unaweza kuitupa na ikaishia huko. Tunachokitaka ni ile software, kile ulichokisoma kaondoka nacho, nenda katafsiri kwa kutatua changamoto zilizoko kule. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, na sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.